Sasa bwana, leo hapa nimekuja na issue moja nzito sana ambao natamani tuifafanue vizuri. Hivi ni kweli sisi tunatakiwa kulialia kwamba sijui wafadhili wamejiondoa au wanataka kujiondoa? Yani sisi ni kweli tunaambiwa tupokee wanachotaka bila kuhoji? Yani kwa kifupi, mimi naamini kwamba kimbilio letu sisi ni sisi wenyewe. Hakuna mlango ambao umefunguliwa kwa ajili yetu sisi kwenda kujificha. Huo ni utapeli wa mchana kweupe kabisa. Kwa nini nimeamua kuzungumza hii issue? Leo bwana, nimekutana na ripoti moja kwamba bunge la Ulaya limepitisha pingamizi dhidi ya mpango wa tume ya Ulaya wa kuelekeza msaada wa kifedha kwa Tanzania kupitia mfuko wa NDICI Global Europe, hatua ambayo inatajwa kuchochewa na hali ya kisiasa inayoendelea nchini Tanzania. Hatua hii inakuja baada ya matokeo ya kura ambazo zimepigwa na kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya juu ya kuzuia utekelezaji wa mpango huo, ambapo kura 53 zilikubali pingamizi hilo huku 2 zikipinga, lakini kura moja yenyewe iliharibika. Awali tume ya Ulaya ilipanga kutuma zaidi ya euro milioni 150 kwenda Tanzania kwa mwaka 2026 kwa ajili ya miradi ya maendeleo nchini Tanzania, na utekelezaji wa msaada huo haukuzingatia hali halisi ya haki za binadamu pamoja na utawala wa sheria nchini Tanzania. Sasa kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje David McAllister amesema uamuzi huo ni ishara ya wazi kwamba Umoja wa Ulaya hauwezi kuendelea kutoa fedha kwa misingi ya nyaraka ambazo zinapuuza hali ya ukandamizaji wa kisiasa, uchaguzi usio wa haki na mwenendo wa kiimla wa serikali. Mwisho wa ripoti hiyo ambayo nimeipata, na ripoti hii inakuja ikiwa ni siku chache pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kutangaza kwamba kutokana na yale matukio ambayo yamefanyika tarehe 29, 30, 31, tarehe 1, tarehe 2, kwa namna moja yameichafua taswira ya Tanzania kwenye uso wa dunia, na alisema tunatakiwa kubanana hapa kwetu baada ya baadhi ya washirika wetu wa kimaendeleo kujitoa kwa sababu ya machafuko ambayo yalitokea. Na mimi binafsi nasema hii kauli ambayo ameizungumza Samia Suluhu Hassan binafsi naiona ipo sawa kabisa. Yani tunafaa kuacha kujificha kwenye kichaka cha kwamba sisi hatuwezi kuishi bila wao. Iko hivi, kwa nini wao wasitoboe maisha bila uwepo wetu? Yani kwa hili mimi binafsi nasema ni lazima tujifunze kujitegemea sisi wenyewe. Yani ni kama mtoto, kuna nyakati huwa anakuwa ni wakubeba tu, halafu zinakuja nyakati anaanza kukusumbua, anataka mwenyewe kukaa au kutambaa, baadaye anataka kuinuka, na baada ya hapo yeye mwenyewe anataka kutembea, na mwisho wa siku anakimbia. Tafsiri hiyo ni kwamba sisi katika kipindi cha zaidi ya miaka 60 ya uhuru, kwa nini bado tunataka kula tusichali? Tafsiri ya hiyo mifano ni kwamba sisi katika kipindi cha miaka zaidi ya 60 ya uhuru, kwa nini tunataka bado kula tusichozalisha au tunataka kula tusichopika? Tukikubali kufanya hivyo, maana yake sisi tumeamua kuishi kwa mtoto wa mtu, yani kama kandege fulani hivi kalikopo kwenye kiota. Mama yao asipotoka hivyo vindege havili kabisa. Yani huu ndio mfano halisi wa hicho ambacho tunaona nchi za Ulaya zinazungumza. Leo tunapozungumza hao wanaosema wanasitisha misaada au sijui ni majini hayo, maana huwa najiuliza, ina maana sisi miaka yote huaga haturudishi hiyo mikopo tangu dunia iumbwe? Hatuna uwezo wa kurejesha hata kidogo? Yani wao kila siku kutukopesha tu. Najiuliza wao huwa wanapata faida gani? Kwa sababu kila siku unasikia nakwambia deni la taifa limeongezeka, mara limefika hapa ile staff. Yani tuchukue mfano, wewe bwana Juma umemkopesha Shaban milioni 10, halafu kila siku deni lake linapanda tu na unaendelea kumkopesha. Je, wewe unakuwa unanufaika na nini? Kwa kifupi niseme kwamba imefika wakati ambao tusikubali tena kutumika kwa sasa, tusimame wenyewe. Japokuwa tunafahamu tunaweza kuanguka mara kadhaa, ila tukishafanikisha kusimama hakuna wa kutukalisha tena chini, kwa sababu tutakuwa tuna uwezo wa kusimama kwa miguu yetu wenyewe. Unajua hawa jamaa ambao wanajidai wanatupa misaada, wao wameshajua kwamba sisi tumewekeza kwenye kuomba misaada. Yani
hatutaki kuzishughulisha akili zetu. Ndio maana kila ukifanya kidogo tu wanakuja wameandamana kutupa vitisho vya hovyo. Yani wao hawataki kabisa kusikia sisi tunajitegemea, na ndio maana waliamua kutuimbisha wimbo wao wa kuwa tunatumia lugha zao ili kila tunachofanya wawe wanasikia, wanakijua na kutupiga mikwara. Ukitaka kujua hilo, nenda kwenye mataifa ambayo hayazungumzi lugha zao uone kama kuna huo mfumo wao wa kitapeli ambao umesambazwa kwenye mataifa mengi sana. Nenda China ambayo ni mshindani wake mkubwa ambaye anamtesa. Nenda Urusi ambako hao ni maadui zao wa kutupwa. Nenda Korea Kaskazini ambao ni mahasimu wa miaka, waulize wanazungumza lugha gani. Huko wanazungumza lugha ambayo wao wanaojiita wafadhili huwa hawaisikii. Kwa hiyo mipango ambayo inapangwa na hayo mataifa wao hawaijui, wanaisikia tu kwenye, yaani wao wanachosikia ni chuma zimenyanyuka, wanajiuliza zimenyanyukaje, kwa sababu hawakuwa sehemu ya mipango. Na huku kwetu wakiona umeanza umejenga labda flyover, umeondoa watu kwenye sehemu inapopita flyover, utasikia wanasema unawafanyia ukatili watu wake. Ukitaka tu kujenga bwawa la kuzalisha umeme, unasikia wanakuambia unaharibu mazingira, kwa sababu wanataka uendelee kuwategemea wao miaka yote. Juzi hapo baada ya sisi kuanza kununua hata tu ndege, mara mkasikia sijui ndege imekamatwa, mara sijui vile, yani vurugu tupu. Ni kwa sababu wanajua mnaanza kupata akili za kutaka kujitegemea. Yani wanatuwinda kila kona. Unawauliza kwani tuliwakosea nini kiasi wanafanya hivyo? Ila unagundua sisi ndio tuliwapa gap, tukawaruhusu waingie mpaka vyumbani kwetu ambako tumekaa na wake zetu tunajadili tunatopoaje kimaisha. Wao wakifika huko ni kuchomoa kiberiti tu na mwisho siku wanaondoka zao. Cha kushangaza zaidi ni kwamba hata kwenye madarasa yetu tunaona ufahari kuwafundisha wanetu lugha zao za kututawala. Eti tunataka tuungane na dunia. Tuungane na dunia ipi? Mbona kina Putin wanapokutana na kina Trump wanaongea kila mmoja lugha yake? Kwani sisi hatuwezi kufanya hivyo? Yani sisi mchawi wa maisha yetu ni sisi wenyewe, si mwingine. Tulishajaa kwenye mfumo wao. Unaweza kujiuliza, ina maana akina Putin ambao wanazungumza lugha zao wao hawajaungana na dunia? Wameungana na dunia, na ndio maana mpaka leo tunawazungumza, tunatolea mifano, ni kwa sababu waliungana na dunia. Na bad enough ni kwamba nitawaambia jambo moja. Sisi tunaweza kuishi bila wao, hilo halipingiki. Ila mjue kwani iliwezekana vipi yule rais wa Namibia mwanamama Nandi Naitwa aliwezaje kulipa deni la dola milioni 750 ndani ya siku moja? Lilikuwa ni swala la kuthubutu tu. Tuache kulialia, hakuna mtu aliyetuzuia kujitegemea, ila tu ni kwa sababu sisi tumeamua kujifanya kama watu ambao hatuna uwezo. Yani sisi tunajificha kwenye kichaka cha misaada ndo tutoboe, jambo ambalo kimsingi binafsi naliona sio kweli. Nakumbuka wakati huo mwanamama Nandi anatangaza msimamo huo, gavana wa benki kuu ya Namibia akasema kwamba nchi hiyo ilikusanya fedha zote ambazo zinahitajika kulipa deni la Eurobond kama dola milioni 750 hivi, na lilikuwa linakoma Oktoba 29, 2025, na ilikuwa ndio malipo makubwa zaidi ya deni kuwahi kutokea katika historia ya taifa hilo la Namibia. Na kwa mujibu wa benki kuu ya Namibia, kiasi cha kulipwa kilikuwa kinafikia kama dola bilioni 13.5 hivi za Namibia, ambazo ni sawa na kama dola milioni 779 za Marekani. Kwa kuzingatia kiwango cha badilishaji wa dola moja ya Marekani ni sawa na dola 17.5 kwa fedha za kule Namibia. Hata hivyo, mkuu huyo wa benki alionya kuwa akiba ya fedha za kigeni itapungua kutokana na ulipaji wa Eurobond hiyo. Akiba hiyo inatazamiwa kushuka kwa asilimia 25.11 hadi dola bilioni 47 za Namibia mwishoni mwa mwaka 2025 kutoka dola bilioni 63 mwaka 2024. Lakini licha ya kupungua huko, benki kuu imesema akiba bado ipo katika kiwango cha kuridhisha na hatua za tahadhari including kutafuta mikataba ya ubadilishanaji wa fedha na taasisi nyingine za kifedha zinaendelea ili kulinda akiba na kuhakikisha majukumu ya kifedha ya nje yanatekelezwa bila matatizo yoyote yale. Wakaenda mbali zaidi. Benki hiyo imeongeza kuwa akiba ya fedha za kigeni inatarajiwa kuanza kuimarika kidogo mwaka 2026 hadi kufikia takribani dola bilioni 53 za Namibia. Sasa niwaulize, hao Namibia wana nini cha kutushinda Tanzania? Japokuwa pesa yao ndio ina thamani kuliko yetu, lakini kwa kifupi ni kwamba sisi tuna vingi kuliko wao. Na mkitaka kujua kituko tulicho nacho, ndio maana mimi wanawaambia hii dunia ina maajabu mengi sana ambayo kama tusipokubali kubadilika tutabinywa sana kiasi hakuna mtu atatushtua. Huyu Marekani ambaye ndio tunamuona kama Mungu mtu wa kutupa misaada, yeye mwenyewe
ndiye ambaye anaongoza kwa kuwa na deni kubwa ulimwenguni. Sasa unajiuliza, kama na yeye ana madeni, kwa nini anaendelea kutukopesha? Yaani Marekani anatafuta nini kwetu? Nataka niwafafanulie. Leo tunapozungumza tarehe 20 mwezi wa 11 ni kwamba deni la taifa la Marekani limevuka kiwango cha dola trilioni 38. Leo tunapozungumza Alhamis. Hatua hii inaonyesha kasi kubwa ya ongezeko la madeni ya serikali, huku taifa likiwa katika kipindi ambacho tunakumbuka wametoka kwenye kipindi cha kusitishwa kwa baadhi ya shughuli za serikali ambayo inafahamika kama GAVO, a shutdown. Hili pia ndio ongezeko la hatari zaidi ya trilioni 1 ya deni la nje katika kipindi cha mlipuko wa COVID-19, kwa sababu Marekani deni lake lilifikia trilioni 37 mwezi Agosti mwaka huu. Sasa limefikia trilioni 38. Na kwa mujibu wa takwimu mpya za Wizara ya Hazina ya Marekani, kiwango hicho cha deni kinaonekana katika taarifa za kifedha ambazo zimerekodiwa na zimerekodi mwenendo wa mapato na matumizi ya serikali ya kila siku. Mtafiti kutoka chuo kikuu cha Pennsylvania na aliyewahi kuhudumia katika Wizara ya Hazina wakati wa utawala wa Rais George Washington Bush, anayefahamika kama Kent Smetters, yeye alisema kwamba ongezeko la deni kwa muda mrefu linaongeza hatari ya mfumuko wa bei, hali ambayo inapunguza uwezo wa ununuzi wa Marekani. Lakini pia kama itoshi, ripoti za ofisi ya uwajibikaji ya serikali inafahamika kama GAO zinaonesha madhara kadhaa ya kuongezeka kwa deni hilo, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa gharama za mikopo kama mikopo ya nyumba na magari, mishahara midogo kutokana na kupungua kwa uwekezaji wa makampuni, pamoja na kupanda kwa bei za bidhaa na huduma. Athari hizi za muda mrefu zinawafanya watu wengi kujiuliza hali ya baadaye ya watoto na wajukuu wao, kama wataweza kumudu kununua nyumba. Mfumuko wa bei unajikusanya na kupunguza uwezo wa ununuzi kwa vizazi vijavyo. Na utawala wa Rais Donald Trump umesema sera zake zinapunguza kasi ya matumizi ya serikali, itasaidia kupunguza nakisi ya bajeti. Na uchambuzi mpya wa maafisa wa Wizara ya Hazina unaonyesha kuwa kuanzia mwezi April hadi Septemba, nakisi ya bajeti ilikuwa ni dola bilioni 468, kiwango cha chini zaidi tokea mwaka 2019. Na kwenye taarifa, msemaji wa ikulu Kush Desai alisema katika miezi 8 ya kwanza madarakani, Rais Trump amepunguza nakisi ya dola bilioni 350 kulinganisha na kipindi hicho mwaka 2024 kwa kupunguza matumizi na kuongeza mapato. Aliongeza kuwa utawala utaendelea kusukuma ukuaji wa uchumi, kupunguza mfumuko wa bei, kuongeza mapato ya ushuru wa forodha, kupunguza gharama za kukopa na kudhibiti matumizi ambayo siyo ya lazima. Na ile kamati ya pamoja ya uchumi imekadiria kuwa deni la taifa limekuwa likiongezeka kwa wastani wa dola 69,713.82 kwa sekunde moja katika kipindi cha mwaka uliopita. Na mwenyekiti wa taasisi ya Michael Peterson, ambaye alisema kwamba kufikia dola trilioni 38 wakati serikali ipo kwenye shutdown ni ishara nyingine ya kushindwa kwa wabunge kutekeleza wajibu wako wa msingi wa usimamizi wa fedha. Na aliongeza kuwa riba ya madeni imekuwa sehemu ambayo inakuwa kwa kasi zaidi kwenye bajeti ya serikali. Akasema tumetumia dola trilioni 4 kulipa riba katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, lakini tutatumia dola trilioni 14 katika miaka 10 ijayo. Na kwa mujibu wake, gharama hizi za riba zinapunguza uwezo wa serikali na sekta binafsi kuwekeza katika maendeleo ya hapo baadaye. Marekani ilifikia deni la dola trilioni 34 Januari 2024, trilioni 35 mwezi Julai 2024, trilioni 36 mwezi Novemba 2024, na sasa wako kwenye trilioni 38 mwaka 2025. Marekani wao ndio ambao wanaongoza kwa deni kubwa duniani. Wana deni la takribani trilioni dola 38.3 trilioni. China wao wana deni la dola trilioni 18.7. Yaani kwenye yale mataifa ambayo yanaongoza kwa kuwa na madeni makubwa duniani, Marekani anaanza na kuwa wa kwanza, alafu anakuja Mchina, then yanakuja mataifa mengine. Na Marekani tu pamoja na Mchina wote wawili wakiunganisha madeni yao wanakuwa wana deni la ambalo linakuwa limevuka nusu ya deni lote duniani, ambalo ni takriban kama dola trilioni 110.9. Na nchi tano ambazo zipo juu ukitoa Marekani pamoja na hiyo China, zenyewe zinachangia takriban 67% ya deni la serikali duniani kote. Na huku zile nchi 10 za juu zaidi
ndizo ambazo zinachangia 81% ya deni. And by the way, kufikia mwaka 2025 deni la ulimwengu limefikia hiyo trilioni 110.9. Swali ni je, ni nchi zipi ambazo zinaongoza kwa kuwa na deni kubwa zaidi duniani? Mtamuona huyo Marekani, mtamuona huyo Mchina, mtamuona huyo Mjapani pamoja na mataifa mengine. Habari ambayo ni nzuri sana. Mnajua kwamba Urusi si miongoni mwa mataifa ambayo yapo kwenye hiyo listi ya nchi ambazo zina deni kubwa zaidi duniani. Yani haipo kabisa. Kwa sababu as we speak ni kwamba Urusi wao wana deni ambalo ni la dola kama bilioni 200 na kitu. Wakati Marekani wana dola trilioni, Urusi wao ni dola bilioni 200 na kitu. Na unajua ni kwa sababu gani? Wao waliamua kustand alone na wakasema they will fight kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taifa lao linatengeneza miradi yao wao wenyewe, lakini wanabuni vitu ambavyo wanajua dunia inavihitaji kuanzia muda huu ambavyo tunazungumza. Kwa once unamsikia Dr. Samia Suluhu Hassan anazungumza kwamba tunatakiwa tusimame sisi wenyewe tubanane hapa. Yes, we have to fight, tubanane. Yani it's better tukabanana, tufundishwe namna ya kulipa kodi wa Tanzania, lakini tufundishwe namna ya kusimama sisi wenyewe. Na tukishafundishwa namna ya kusimama sisi wenyewe, automatically tutakuwa tuna uwezo wa kuzungumza mbele yao. Out of that, maana yake everyday sisi tutakuwa tunazungumza, wao wanachozungumza sisi tunakibeba, tunaenda kukifanyia kazi, na mwisho wa siku masharti yanakuwa ni makali, tunashindwa kuwa uhuru kama taifa, na baadaye tunakuwa ombaomba. Yani wanakuambia tunakupa mkopo fulani, lakini tunakuambia tekeleza hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa hiyo sio dunia ambayo sasa hivi ipo. Dunia sasa hivi ni kila mtu asimame kwa miguu yake, kila mtu anufaike na kila kitu alichokuwa nacho, na mwisho wa siku maisha mengine yanaendelea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.